sikia system. Huko kuna mbezi kushajichanganya. Kwa hiyo watu angalie kitu kwa kwa hiyo tunafanya. Video hivi. Sikia. Mwana mjanja. Sikia. Mimi kaka hii inanitosha. Ngoja kishamba bwana. Kaka, vipi? Hii leo kishamba mimi siwezi. Bebe, mwenda kwane. Wono hiyo. Mbezi mmoja wewe. Aliniambia hivi, wewe ndogo na kusaidie. Nikamwambia haya nisaidie bebe. Akaniambia kalaga tena na ingia ndani na kuendea mimi unywe. Akakimbia huyu baba. Kwa hiyo kumbe huyu ndo alokuibia. Ngono hiyo. Na amani baba. Sasa wewe kaka, yaani wewe unawezaje kumwibia mdogo wako? Unashindwa kumsaidia mdogo wako fundo unamwibia? Sasa mimi nijua mtu anaingia mwenyewe kwa 18 anajiletaleta nikamwona huyu mshamba ananifunuona tunaona ngosha wewe. Sasa nisikize, unatakiwa muombe msamaha huyu. Dada, sikia nikwambie, si tuangalie nani wala nani, si tunakaba tu. Nisikilize wewe Zama. Huyu mdogo wetu alitakiwa yeye amsaidie. Sio anaenda kumwacha pale peke yake inakuaje? Kwenye ajali mimi nyumbani sana. Kama kuumia wote tushaumia mmoja kwa mboga cha fedha. Mzigo unapiga hesabu hapo tukauze sasa hivi. Soji. Na le Soji. We, usinichanganye mimi sasa hivi. We Soji. Sasa nisikilize, karibu nyumbani hapo, umeelewa? Hapa ndo nyumbani kwetu karibu. Huyu hapa huyu anaitwa Porojo. Ni kaka yako. Huyu hapa anaitwa Zama. Ni dada yako. Na kuna mwingine hayupo amesafiri. Anaitwa Mwajuma. Ni dada yako. Wewe. Mwajuma. Alafu hivyo hicho kiruga chako ukikana mangosha hizo ndio unaongea. Ukija hapo unaongea Kiswahili kinachoeleweka. Si unanielewa? Nimekwambia naitwa Mwajuma, ni dada yako, sawa? Alafu sasa cha kuzingatia, maisha ambayo sisi hapa tunaishi ndio utaishi maisha hayo. Umeelewa? Yaani huo muonekano wako ambao umekuja nao unatakiwa ubadilike. Yaani maisha yako yawe tofauti kabisa na huko ulikotoka. Utaishi kama sisi tunachokitaka. Tukikwambia fanya hivi unafanya hivyo hivyo. Umeelewa? Ehe. Tangu umekuja hatujaongea mimi na wewe. Ila kuna kitu nataka nikuulize. Hivi ratiba zako mwenyewe uvuziandaa. Lini unataka kuondoka hapa? Toho. Yaani nimefika ndo siondoki leo wala kesho. Nakuja kaa hapa da. Yaani ndo ratiba zako unataka uishi hapa pamoja na sisi. Vipi umejipangaje? Yaani katika hapa unavyotaka kuishi, umejipanga vipi? Yaani una hela mtonyo unao? Mama mimi aliniambia tu ujiandae uende da kwa ndugu zako huko, ukakae na ndugu zako huko da, maisha mazuri, unapata na hela unakuja. Wewe nani kakwambia maisha mazuri? Sisi wenyewe tunaishi tu hivyo hivyo. Sio kama labda sisi hapa tuna maisha laini. Sisi hapa hatuna maisha laini. Wenyewe tunaishi tunatumia akili. Kwa hiyo sasa kwa kuwa bibi mkubwa kashakwambia huko kwamba uje kuishi hapa, unatakiwa uishi ambavyo sisi tunaishi. Unatakiwa utumie akili. Sio, unanielewa? Yaani akili zako zinatakiwa zifanye kazi. Na maisha ya hapa ambayo sisi tunaishi sasa, labda nikupe ratiba ambayo wewe ufahamu. Asubuhi tukipika chai pamoja, vitafunwa kila mtu anajitegemea mwenyewe. Asubuhi tukipika chai, basi kila mtu vitafunwa anajitegemea mwenyewe. Tukipika ugali mchana, mboga mtu anajitegemea mwenyewe. Kuhusu masuala ya usiku tutajuana hapo usiku. Ikifika. Kama utakuja na unga robo, utakuja na mchele nusu, tutajua hapo usiku. Lakini ratiba ndo zipo hivyo. Kwa hiyo sasa, usitegemee kama sisi tutakununulia wewe vitafunwa wala mboga. Hilo jambo wewe sahau. Wewe ukipata tembele lako huko, ukipata sisi samaki wako, mayai yako, wewe njoo dili nayo hapa. Kwa kuna mtu ambaye atashobokea. Yaani haya nao anisecha. Yaani wewe masuala ya kiruga huko ulikotoka huko. Yaani wewe kiruga utakuwa ukiache pale unapopanda gari tu. Ukija huku unaongea kama sisi tunavyoongea tukuelewe. Yaani nasema hivi, hapo kwenye nyama, samaki na mayai yana unuliaga, yaani nakula nulia. Kwa hivyo nilivyokupangilia ndio hivyo. Ukitaka uishi na sisi ndio hivyo, na unatakiwa utumie akili. Yaani unatakiwa utumie akili. Si wenyewe tunajua wenyewe jinsi tunavyoishi. Sisi tunajichetua hapa. Sawa, ehe.
Ndugu yangu mimi nimekuita kama shida. Mimi nataka tuongee kiume. Sawa. Ni bwana leo nimepata demu. Na kama nimepata demu kama unavyojua, huko ndani mimi naishi na sisteri zangu. Na kile chumba unachokaa ndio kile chumba changu mimi. Kwa hiyo nilichokuwa nakuomba, uniachie kile chumba leo. Kama itawezekana usiku mmoja uniachie mimi nilale na yule demu. Au kama mambo atakuwa mengi unige hata masaa 3. Hivyo ajitambua. Sasa hilo neno gani la kuongea wewe? Kweli kabisa. Yaani umekaa bila kujifikiria, unakurupuka unakuja tio. Wewe tumia akili basi. Chumba changu mimi nikupoe na malaya wako. Kwa hiyo unakaza, si ndio? Bila shaka. Bali tutaonana. Hii ukijua kile chumba cha kwangu unajua. Afu unakuja unaniletea pigo hizo mimi simsifagilii. Afu sikisha kodi yako tu. Wewe unaondoka huko. Na mimi nimekufadhili kukuweka mundani ukae uishi naye uonekane mtu. Leo unakuja mimi nakwambia jambo la maana unakuja unanikazia. Vipi wewe? Unasemaje? Ndio hivyo. Kwa hiyo kama fresh sema fresh. Sio unaanza kuongea kama maisha mashauzi nini sasa? Hakuna cha fresh hapa. Nenda guest. Kwa hiyo na mimi sina akili eh? Ili ya fupi si vipi yani ndugu yangu. Mtu tunamwelekeza jambo la muhimu yani maana umemwita nimemfuata afu anakuja leo anaongea usnitch. Mache kodi yake itaisha mafu tutakuja tutaonana. Tuletee mambo yako kijijini hapa. Nisame. Kwani ile lisukuma lipo wapi? Hata sijui, sijamuona na sijui yupo ndani kalala. Mimi nimekaa hapa muda sijaonana naye wala. Nimemchoka na tuko na yule. Vipi hapa? Kusharika au? Kulike wapi? Hamna mboga wala unga, kunalikaje? Sasa unga wapo. Kama mnafanya mpango wa dongo fanyeni. Tulia wala usiete shobo. Unga umeleta nimeleta mimi. Wewe umeshaleta unga usinabidi tuangalie. Kama unavyojua hapa dada Mjengo, inabidi ni uangalie nijue kama kuna mboga au kuna vipi umeshika kuupeleka huko kwako imekuwaje. Sasa nisikilizeni kwanza. Ndio mnisikilize na mimi kwanza. Unga huu mimi nilikuwa na shida yangu. Sawa. Mimi nilikuwa na shida mniazime ghetto. Hatari. Uazimwe nini? Mniazime ghetto. Ghetto wala nini? Ndio tatizo lenu nyinyi mnapenda sana ni kuongea maneno mengi. Alafu mnapenda sana kunichamba ni. Sio tunakusimanga blaza unazingua muda mwingine. Sasa hivi ungekuwa na ghetto lako nani angekuwa na kugasi? Unazingua bwana. Kwa hiyo ghetto napata au sipati? Wewe kama mnasema kama sipati mnaongea. Alafu mimi nilijua mtashangilia. Mkaeni nimekuja hapa na kutangazeni hilo jambo jema hilo. Sasa mnakuja mnaanza kunibania. Mbona mimi sikubanieni? Pesa unayo? Mtoni. Unayo? Hilo wewe achana nalo. Kwa leo ndo ulikuja na unga huo utushawishi tukupe getu. Yaani umeshindwa hata kutia vinyama, Mungu hata ungetetea na vinyama kweli ungekushawishi. Umekuja huo unga wako na mibamia tu. Basi ungeleta hata vinyama ukatushawishi. Na kuhusu labda mboga mimi kama mtashindwa mimi nitaenda kukuchumieni hata matembele. Tembele? Mimi mweza kusina shida ya damu hapa nilipo. Damu zangu za kupomuli zinanitosha. Tembele leo mila nini? Kwanza vipi kwanza wanaikuja? Demu au unamtana niliki demu akieleweki. Sina nataka umlete mshangazi hapa atakupa pesa. Usilete videmu vyako ambavyo vieleweki. Sasa kwa hiyo vipi hilo ghetto napata au sipati?
kuhusu geto labda umwambie huyo Zama. Maana mimi nahisi hilo lisukuma itakuwa lipo ndani mwa nimelala. Mimi kuhusu geto haina shida, nitakupatia. Kwa vile damu Juma hayupo, geto ili hapo, mimi nitaenda kulala kwa dada huko. Ndio maneno. Sio mnazunguka ugali huo mtapika. Sema nini? Nimsukuma yenu asipike ugali. Maana yule akipika ugali hata kidole akipiti. Hata kama kuna sukuma nzie vile. Jamani, kaka tunaenda tunatamba naye. Hatari mbona? Samahani. Mimi nakuita hapa. Na nataka nijue kwamba yaani nyinyi hapa mnafanya kazi gani? Maana Nene hapa nimechoka. Kila siku mpaka niwalinde kwanza nyinyi mule. Alafu na Nene hapa ndo nile. Sasa Nene nataka niende kufanya na Nane kazi. Kwa hiyo nataka kujua mimi nafanya kazi gani? Ukishajua naambie basi kazi Nane nakafanye. Nisikilize kwanza. Kwani wewe sikuongea kama mimi? Iko kilugha chako unajua mimi sikuelewi kabisa. Ongea kawaida nikuelewe unasemaje au unamaanisha nini? Toho. Sasa nisikilize. Nitakapojiandaa mchana wakati natoka. Na wewe jiandae tuongozane tukafanye kazi. Si unaweza? Basi sawa. Alafu nisikilize. Haya mavazi yako mimi siyataki. Naomba ubadilike. Pia na uko kichwani. Suka au vaa kofia, nyoa. Upendeze. Bana nguo tokatoti ni mama alininunulia hizi za sikukuu kabisa. Nguo mzuri wapi babu? Hapa mjini mipango. Vaa upendeze ukafanye kazi. Na nikwambie kitu kimoja. Iko kilugha chako iko? Naomba kiishie hapa nyumbani. Huko tunapoenda ongea kawaida kama ninavyoongea mimi. Sitaki kwenda kutia aibu huko. Kama hauna nguo tuambie tukuazime. Maana migo yako mimi sitaki unavaa. Vaa upendeze. Si unanielewa? Ehe. Basi sawa.